Wapendwa mababa makardinali, Fridolin Kardinali Abongo, rais wa SECAM na askofu wa Kishansa, Mwadhama Anthony Kabanga, askofu mkuu wa Kigali, na Mwadhama Protasi Rugambwa, askofu mkuu wa Tabora. Mpendwa Mwashamu askofu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, askofu mkuu wa Dar es Salaam, Mwashamu askofu mkuu Angelo Wakatino, balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini Tanzania, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, washamu askofu wakuu, washamu askofu, labda kuwakilisha wastaafu, Mwadhama Pengo hakuwa na upendeleo, naomba nimtaje mstaafu mmoja ambaye ni muumini wangu, namwona yuko hapa, ni kiongozi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, naomba usimame wasalimie watu kwa niaba ya wastaafu wengine. Tena naomba wastaafu pia wamewakilishwa. Asante. Wapendwa mapadri, wapendwa watawa wa kike na wa kiume, wapenda waumini wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini wageni wetu pia kutoka maeneo mengine, kutoka dini zingine, lakini pia wale waliotoka nje ya nchi yetu. Wapendwa wanafamilia ya Mwadhama Polikapi Kardinali Pengo na wengine wote, tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Niko hapa kwa niaba ya Baraza la Maaskofu kutoa pole. Kwanza pole kwa Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu na wanafamilia ya Mungu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini pia natoa pole kwa wanafamilia yake ya Baba Pengo, waumini wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini pole pia sisi sote maaskofu waliokuwa wanarika wenzake, lakini pia pole kwa wale wengine wote waliosafiri kutoka mbali. Baada ya pole, nitumie pia nafasi hii kutoa shukrani, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Mwadhama Polikapi Pengo. Yeye hakuwa zawadi tu kwa vipaji vya nje, lakini hata kiroho. Kwa zaidi ya nusu karne kama padri amehudumia kanisa, lakini karibu nusu karne tena kama askofu amehudumia kanisa katika utume wake. Kwa mfano wa kuhubiri, lakini kwa maisha yake. Tunashukuru pia kanisa la Sumbawanga alikotokea, kanisa lililomlea, jimbo lililomlea, lakini wanafamilia pia. Na tunawashukuru pia nyinyi watu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam ambapo wamemalizia yake ya utume kwa kufanya naye kazi vizuri. Kweli tunasherehekea maisha. Tunashukuru Mungu kwa maisha yake, kwa kushiriki vizuri somo wake Mtakatifu Polikapi, askofu na mwalimu, askofu na shahidi ambaye alifariki katika karne ya pili. Yeye alikuwa mwanafunzi wa Yohani Mtume, yule Yohani ambaye Yesu alimpenda sana. Tunamwomba kwa maisha yake na kazi yake hii, Mungu ampende na ampatie pia tuzo la milele. Baba huyu
alibaki mpaka mwisho na aliishi ile moto yake, Ecce ego Domine, mimi hapa Bwana, mpaka siku za changamoto za afya yake, uzee wake, bado aliendelea kuhudumia kanisa bila kuchoka. Kama tunavyosoma Mathayo sura ya 24 mstari wa 13, ni alisimama mpaka mwisho. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maisha yake. Wakati mwingine tunajiuliza, wanawezaje hao watu kufanikiwa kubaki na Mungu kutoka mwanzo, kubaki na Mungu katika utume, kubaki na Mungu kwa maisha yao yote, kwa kila kitu walicho nacho, na kujinasua na dunia hii. Nafikiri pia tuendelee kutumia vipindi vyetu tulivyo navyo. Kama tunavyofahamu, hii ni kipindi cha Kwaresma, ni kipindi cha toba. Kwa wenzetu wa upande wa pili pia ni mwezi mtukufu, ni kipindi ambacho tunatakiwa kumrudia Mungu, kipindi cha toba. Ukiwasikiliza manabii Isaya, Yoeli, hata Yona, toba wanaalikwa kila mtu. Wanaalikwa watoto wadogo, wachanga, wanyonyao, vijakazi, wafalme, maaskofu, mapadi, watawa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni tukubali toba ili daima tuwe karibu na Mungu wetu. La mwisho, sisi ni watu wa matumaini. Mungu ampe uzima wa milele, lakini pia aendelee kunyanyua wachungaji imara na watu ambao wanaishi ushuhuda wa imani kama baba huyu. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.